Sasa nilipopata nafasi ya kusoma katiba yenu, nikagundua ni kweli katiba imeanzishwa 2010 na ngapi? Na 8 kwa hiari yenu. Lakini katiba inazungumzia sifa za kiongozi na inasema moja ya sifa za kiongozi ni kuwa mwadilifu, mwaminifu ndani na nje ya kikundi. Katiba hii ina mkutano mkuu wa mwaka ambao mkutano mkuu wa mwaka, wanachama au wajumbe wa mkutano mkuu wa mwaka ni wanachama wote wa. Moja ya kazi ya mkutano mkuu ni kupokea taarifa ya utendaji wa kamati. Nyingine taarifa ni kupokea mapato na matumizi ya taasisi mlioisajili wenyewe. Nyingine ni masuala ya akaunti, uwekezaji na mambo mengine yote ambayo mmekubaliana. Kama hamjakaa, uadilifu wa kiongozi unatokea wapi? Sasa unapokuwa kiongozi ukajiita mwadilifu, ukamzuia kiongozi wa juu asije, mkatengeneza masuala ya vyama, uongo. Mnatengeneza kupakana matope kwa viongozi waadilifu wenye nafasi zao. Si vyema kuwatumia na kutumia majina ya viongozi waadilifu kwenye jambo la hovyo ambalo wewe umelifanya. Iko shida kwa viongozi wenu ya uwazi katika uongozi. Nilitamani waniambie kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa jiji mmekuja, hao wanasema taarifa kikao cha mwaka jana 2025 tarehe fulani mwezi gani tulisoma taarifa ya mapato na matumizi, muktasari huu hapa. Sasa na mimi kesho na kesho kutwa nitauliza, we mkuu wa wilaya umefanya jukumu gani katika nafasi ya ukuu wako wa wilaya? Natakiwa nisiseme tu wananionea, niseme nimefanya 1, 2, 3. Mvua inaponyesha unajikinga kwenye mwamvuli, uongo kweli? Jua likiwa kali unajikinga kwenye mwamvuli au kwenye chini ya mti, uongo kweli? Lakini mvua ikinyesha huwezi kwenda chini ya mti. Utafanyaje? Inawezekana walikuwa wanajificha kwa wakati huo, sio kwa leo. Leo tunataka kuona jumuiya ya hiari, watu wamejiunga wenyewe, wanaendelea wenyewe, serikali tunawapa msaada wa kuendelea mbele. Sio jukumu la serikali kwenda kuivuta jumuiya wapi? Chini. Sisi ni kuwasaidia. Namna gani tunakwenda kuwasaidia? La pili, nilipowasikiliza ninyi, nimewasikiliza na wao, nimesoma na hii katiba yenu. Hapa nimekaa nimeisoma na nimemshirikisha mkurugenzi. Katiba yenu ilikuwa ifuatwi. Ndio maana mlikuwa mnakusanya pesa kwa watu ambao unajua sio wanachama wako. Wakati katiba yako inasema kusanya pesa kwa wanachama. Na lingine niliwakatalia, bahati nzuri wale kuja ofisini. Mimi mkweli. Niliwakatalia viongozi wenu walikuwa na mpango wa meza za chuma, nikasema ni marufuku.
Niliwaambia eneo ambalo tunafanyia biashara sio eneo salama. Mkurugenzi wetu hawezi kutengeneza meza kuziuza kwa watu. Mkurugenzi wetu na halmashauri ya jiji chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kujenga soko. Sio kutengeneza meza za chuma na kumuuzia mtu. Tumeelewana? Tumeelewana? Nikawaambia ni marufuku kuuza nini? Ukimpa mtu kama mjomba wako akiridhia, mimi sina mgomvi naye. Gongo la Mboto oye! Wafanyabiashara oye! Nini cha kufanya? Cha kwanza, tayari nimeona kwenye umoja wenu kuna nini? Kuna gogoro, kuna mgogoro. Niwapongeze kwa kuchagua uongozi wa muda wenyewe, hongereni. Sasa naenda kuagiza rasmi wachukuliwe na TAKUKURU waanze. Wakati wanaanza, namwagiza mkurugenzi yuko hapa, kwa sababu masoko yote yako chini ya mkurugenzi na sisi hatutaki janja janja. Mkaguzi wa ndani wa halmashauri apige kambi hapa, aanze watu walichanga, fedha zimeenda wapi, akaunti iko wapi, umefanya nini. Huyo mkaguzi ni wa kwetu, ni mkaguzi wa ndani, anaanza hapa, anapiga kambi. Mkurugenzi, nakushukuru. Kwenye ofisi yangu kuna OCD, ataingia watu wake kwenye hiyo timu, lakini pia na watu wa usalama wataingia humo. Asante. Ili tupate uhalali na ukweli juu ya jambo lililotokea au linalolalamikiwa. Hivyo atakuja mkaguzi, nitaomba mtoe ushirikiano. Ule ushirikiano mtakao utoa ndio tutabaini mnakusanya ngapi, mnatumia nini, mmeingia madarakani lini, mmefanya nini kutoka mlipoingia madarakani mpaka sasa. Na huyo mkaguzi anakuja kwa mujibu wa sheria. Masoko yote yako chini ya halmashauri. La pili,